Na kwingineko ni kwamba polisi huko Eldoret wameanzisha uchunguzi wa mauaji ya mwanamke mmoja wa umri wa miaka 26 ambaye mwili wake ulipatikana kwenye gunia katika mtaa wa Kipkaren, kaunti ya Uasin Gishu. Washukiwa wawili tayari wamekamatwa huku uchunguzi ukiendelea. Mwili wa marehemu aliyetambuliwa kwa jina Lilian Chepkor ulipatikana kwenye karakana moja ya mbao ambako wanaume watatu wa umri wa makamo wamekuwa wakiishi. Kamanda wa kaunti ndogo Zephania Kamren akithibitisha kisa hicho, alisema washukiwa wawili wanazuiliwa na polisi ili kuwasaidia katika uchunguzi. Nakuta kwamba kuna mwili ambao ulikuwa umefungwa kwa gunia ya nylon na mguu yake ilikuwa imefungiwa kamba ya net katika hiyo nyumba, na wali tengeneza hiyo scene, wakachukua ile hatua inapaswa katika scene, na mwili ukatolewa ukapelekwa katika hifadhi za maiti katika referral. Mamaye marehemu Beatrice Chepchumba anasema amekuwa akimtafuta bintiye kabla ya kupokea habari hizo za kuhuzunisha. Amezaa mtoto mmoja na amepatikana amekufa jana. Elewi hapo, ndio sielewi. Niliitwa jana kama mtoto amekufa na ameingishwa kwa gunia, sielewi ni wapi tena. Sasa sina usemi na hapo, na sijui hii shida ilitokea wapi na wapi, hata sijui na sijiuwezi hata. Nimetafuta mtoto wangu jana, nimuoneko tu, hata venye anakaanga tu nimuone tu, nimeulizana tu. Wakazi wanasema wanaamini marehemu aliuawa kwenye nyumba moja iliyo katika eneo la karakana hiyo na mwili wake kuwekwa kwenye gunia na kutupwa. Mimi Kenya ningeomba haki ifanyike na tutafuatilia juu atukubali kuwa wasichana wetu watashinda wakiuliwa kila wakati. Hako na haki ya kuishi Kipkaren na hako na haki kama mwanadamu mwingine. Jana tulipata msiba hapa kwa plot. Kuna msichana ameletwa hapa hivi, ameuawa, amekunjwa, amewekwa kwa gunia. Na tunasikitika sana, hata sasa tunaogopa, hata mimi sasa hivi venye niko hapa naogopa hata kuishi kwa hii plot. Mmoja wa watu waliokuwa wakiishi kwenye nyumba hiyo anasemekana kuwaarifu polisi baada ya mwili huo kupatikana, wakafika kuuchukua na kuupeleka katika chumba cha kuhifadhia maiti ukisubiri kufanyia upasuaji na kubainisha kilichosababisha kifo hicho. Katika eneo hilo hilo, mwanamke mmoja wa umri wa miaka 20 anaendelea kuuguza majeraha baada ya kushambuliwa na mwanamume mmoja aliyemtambua kuwa mpenziwe wa zamani. Anadai kuripoti mashambulizi awali kama hayo kwa polisi, lakini mashambulizi hayo hayakukoma. Michael Mondiga, Darubini.